Kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, nichukue fursa hii kwanza kukukaribisheni katika kongamano letu hili fupi, lakini nichukue fursa hii vile vile kukushukuruni kwa kuitika wito huu ambao ni wito umekuja ghafla sana. Niseme siku 2-3 ni ghafla, lakini alhamdulillah mmepokea na mmetimiza wajibu wenu wa kwamba tunaitika wito tukakatae maneno. Kwa maana hiyo ni kushukuruni. La tatu ni kuombeeni na nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mema na mazuri na malipo na badala kwa kila mmoja kwa kile ambacho alichopoteza katika muda wake kwa ajili ya jambo hili. Tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum min aljannati manzila. Karibuni sana ndugu zangu viongozi. Kama mnavyofahamu, taasisi yenu ya Hayatul Ulama, taasisi ambayo ni maarufu sana mbele yenu, kama ilivyo jina lake, ni taasisi ambayo ikiendeshwa ama ikisimamiwa na wanawazuoni. Wanazuoni wa Hayatul Ulama wao kama wao yawezekana wakawa wapo katika taasisi mbalimbali na ni viongozi katika taasisi mbalimbali, lakini wanapokuja katika Hayatul Ulama wanakutana kama wanawazuoni. Hapo inakuwa inabeba maana nyingine, ni maana ile ambayo aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallama, al-ulamau warathatul anbiya, wanazuoni ni warithi wa mitume, na warithi wa mitume wanarithi kile ambacho wanachorithiwa mitume. Mitume hawarithiwi mali, isipokuwa mitume wanarithiwa kazi ya dawa na kazi ya ilmu na kuieneza. Inna maashira al-anbiya la nurath ma taraknahu sadaqa. Mitume sisi haturithiwi. Kwa hiyo mitume hawarithiwi mali au chochote, hawarithiwi, wanachokiacha ni sadaka. Kwa hiyo naposema sadaka, elimu zilizotolewa na mitume zote zile ni sadaka kwa ajili ya wanawazuoni wazipokee, halafu wazifikishe kwa wenye nazo. Hilo ni jambo ambalo ni vizuri tulifahamu. Kwa maana hiyo, katika mengi sana ambayo wanawazuoni wamejaribu kukaa na kufikiria katika kipindi fulani, na hasa miaka miwili hii hapa, na kwa kuzingatia makongamano ambayo yamefanyika 3 kwa mfululizo, mwaka wa juzi, mwaka wa jana na mwaka huu, yote ukiangalia ni makongamano yalikuwa mikutano iliyofanya mikubwa ya Ramadhani, ilikuwa ni mikutano ambayo inaelekeza katika masala ya kujenga nguvu ya uchumi katika kwa Waislamu. Ya mwanzo ilikuwa ni uchumi kiujumla, la pili lilikuwa lilizungumza uchumi katika upande wa wakfu, na la mwaka huu tumefanya uchumi katika masala ya zaka. Wote ni mashahidi, mmeshuhudia hivyo. Hii ni uchumi. Lakini kwa nini namna hiyo? Ni kwamba wanawazuoni wameangalia, pamoja na mengine kuwa anakwenda, kwamba kuna haja ya Waislamu kukaa na kutafakuri. Unapotafakuri, usitafakuri leo hii, tafakuri mbele inakuwa vipi. Jiangalieni hali mliokuwa nayo Waislamu hivi sasa, ama hali tuliokuwa nao Waislamu hivi sasa kama Waislamu, viongozi hivi sasa kama viongozi,
wafuasi wa maamuma wetu kama maamuma, maimamu kama maimamu na kadhalika. Tujiangalie tu katika hali gani, halafu tuangalie huko mbele itakuwa namna gani, nini tutakachokiacha huko mbele katika maendeleo ya dini. Sasa hapa tumeona kwamba kuna juhudi zinafanywa sana na katika taasisi zetu hizi za kutafuta elimu na kupeana maarifa na zile wanasema skills mbalimbali zinafanyika vizuri sana na zinashuhudiwa. Allah abariki juhudi hizo. Lakini vile vile wanazuoni wakaangalia pamoja na hizo na kuzifanya, bado kuna juhudi namna gani ya kuweka misingi ya nguvu ya kusimamia hizi shughuli zetu kwa ujumla za kidini, namna gani ya kuweka misingi ya nguvu ya kiuchumi na kipesa na kimali ya kusimamia. Hapo tumejifunza katika kuangalia mfano mmoja, ni kuambieni ufuatilizieni, mtaukuta ni mfano mzuri sana, ambapo mtu mwenyewe ni mpuuzi sana, lakini alielewa hivyo. Sisi itakuwa tuelewe zaidi yake yeye. Ni Firauni. Firauni ili kutengeneza na kulinda misingi ya misimamo yake iwe na nguvu, aliangalia katika maeneo matatu muhimu sana. Aliangalia kwenye upande wa nguvu ya kiutawala, na akaja akaangalia upande wa nguvu ya kitaaluma, teknoloji tuseme, halafu akaangalia na nguvu ya mali, yani elimu, utawala na mali. Chunguzeni utawala wa Firauni, alijikita hapo, na kila linapotokea jambo akitaka kulielekea alikuwa anaangalia mihimili yake. Hii hapa wanawazuoni wa kisasa huwa wanaita ni muthallathu tamkini. Muthallathu tamkini yani ni pembe tatu za kumakinisha mambo, zipo katika sulta, nguvu ya sulta, yani ule utawala mzuri, utawala imara, lakini zipo katika nguvu ya elimu iliyokuwa bora, lakini zipo katika nguvu za nini? Nguvu za uchumi uliokuwa bora. Firauni yeye kama yeye alisimama kama vile ndio utawala, mpaka akazidi kujiita yeye ni Mungu. Wote mnafahamu hilo, maana yake kuonyesha kwamba utawala wake umekaa imara. Sisi hatusemi kama sasa Firauni, lakini tunahitaji sisi vile vile nini? Tunahitaji kuwa na uongozi uliokuwa bora na imara katika jamii zetu za Kiislamu. Tuwe na uongozi imara katika taasisi zetu moja moja na katika ujumla wetu na kadhalika, tuwe na uimara. Wa pili, tuwe na uimara wa taaluma, elimu. Alhamdulillah, wanawazuoni wetu waliopo wanafanya kazi nzuri za kielimu na kuelekeza na kadhalika, na bado wanafanya kazi ya kurithisha. Vijana warithi kazi hizo kama walivyorithi wao, nguvu ya taaluma. Lakini kuna nguvu ya tatu, nguvu ya pesa. Hiyo ndio inatusumbua na ndio tumekusanyika leo hapa kuangalia nguvu hiyo, kwa sababu ni sehemu kubwa muhimu katika pembe tatu hizo. Firauni alikuwa yeye Firauni, alafu alikuwa na mtu anamwita nani? Haman. Haman alikuwa ni mtaalamu, nguvu ya elimu. Hata alipotaka kujengewa ngazi ile akapambana na Mungu wa Musa, hakumwambia Karun, alimwambia ya Haman ibnili sarha la'alli attali'a ila ilahi Musa. Haman, nitengenezee ngazi ili nende nikapambane na huyo Mungu. Alimwambia nani? Haman. Hii ni nguvu ya nini? Elimu, nguvu ya elimu. Alikuwa na mtu wa elimu, anaongoza elimu na anatalia elimu. Vile kwa sababu hana nguvu, alihitaji nguvu ya pesa. Firauni alikuwa na mtu anaitwa Karun. Inna Karuna kana min qaumi Musa fabagha alayhi wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa. Alikuwa na mali nyingi sana. Kwa nguvu ya mali na vibarua kuwalipa ili mambo yaende, alikuwa nani? Ni Karun. Utawala alikuwa nani? Firauni mwenyewe. Sasa nimesema ni mfano wa wapuuzi hawa. Sasa huu ni mfano ambao Qur'an umeeleza sisi tunatakiwa tuwe namna hiyo. Tutengeneze nguvu yetu, wanawazuoni wawe na nguvu zao za kielimu. Tuandae vijana wetu wa kielimu, waandae vijana kielimu,
wawe na elimu na taaluma nzuri. Ndio jambo la mwanzo na msingi na elimu bora. Lakini vile vile tutengeneze, tuondoe upuuzi katika taasisi zetu, tuwe na utawala uliokuwa bora, nguvu za kiutawala unasimamia mambo kibora kweli kweli, sio bara leo hiji haipendezi. Lakini vile vile ili satwende, lazima nguvu ya kimali ipatikane. Sasa kwa maana hiyo nimalize maneno yangu katika maana hiyo. Sasa leo hii tumeitana, sio wengi kama alivyosema msemaji, ni hivi tumeitana, ndio hivi tukimathilisha taasisi zetu ambazo tunafanya kazi pamoja, kwamba sasa tumefikia mahala tufanye juhudi za pamoja. Wito wa wanazuoni kwa ndugu zao wana taasisi mbalimbali, kila taasisi ifikirie hili jambo la kuangalia namna gani ya kuandaa nguvu ya kipesa, nguvu ya kimali ya kuweza kuendesha mambo yake yenyewe, ambayo ndio mambo ya Kiislamu, mambo ya maendeleo ya Kiislamu, kwa kutumia kuwa na wakfu. Hilo ndio lengo la mkutano huu. Kwa maana hiyo tunafahamu kwamba watu walielewa wakfu na wakaanza kuwa wakitoa wakfu, lakini paliingia kidogo zohal katikati hapa, watu wakapoteza ile maana ya kuwa na imani ya wakfu. Kwa hiyo leo tumeona kwamba wanawazuoni wetu watachokoza kidogo tu kwamba hizi wakfu ni misingi gani au sheria ya Kiislamu imeweka mikakati gani ya kulinda wakfu. Lakini tupate vile vile mazungumzo mafupi ya kuhadithia hamasa katika wakfu, halafu na mengine ambayo yatakayezungumzwa mtasikia. Lakini haya ni kama kuzungumza kwa sababu tumekutana, lakini lengo ilikuwa ni sote pamoja tujiandae kuwa na nini tumekibeba, nini tunashauri, nini tunaelekezana, ziada ya taratibu ambazo zimewekwa na Uislamu tupo zitazungumzwa. Sasa tunajipanga vipi na mikakati ya namna gani, ili mradi tuhakikishe kwamba namna gani ya kukusanya hizo kupata wakfu, na namna gani ya kuzitumia wakfu vizuri, na namna gani ya kujitahidi kwa sababu ya lengo ya nia muhimu sana ya kuweza kuwa na muhimili mkubwa wa kuachia wanaokuja baadaye wapate nguvu ya kuweza kuiendesha dini yao ambaye ni dini yetu ya Kiislamu adhim. Tuwarithishe kitu ambacho kwamba kipo, tusiwape tabu kwanza kusubiri wakati huo hatujui utakuwa ni mbaya kiasi gani ama utakuwa ni mzuri kiasi gani.